Bana, huko Burkina Faso mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa, na tangu alipoingia Ibrahim Traore madarakani ameendelea kufanya mambo makubwa kabisa, ambako amekuwa ni mmoja kati ya viongozi kivutio, ama ni kiongozi ambaye amekuwa ni role model kwa vijana wengi, akiwa na umri wa miaka 37 peke yake. Ameikamata nchi ya Burkina Faso, lakini anavyoiongoza ni namna ambayo inavutia watu wengi, vijana wengi wa Kiafrika, juu ya namna zake na namna ambavyo hata uongozi wake jinsi ambavyo ulivyo, na ni kijana ambaye ana akili nyingi, lakini pia ni kiongozi maridadi kabisa, shupavu kabisa, ambapo tunakumbuka hivi karibuni alikataa kuongezwa mshahara wa kwake yeye mwenyewe binafsi, na akasema kwamba ataendelea kutumia mshahara ule ule ambao alikuwa analipwa, yani kiwango chake ambacho alikuwa analipwa wakati alipokuwa mwanajeshi, ndicho kiwango hicho anataka aendelee kulipwa. Kwa hiyo alikataa kuongezwa mshahara wake kama rais, lakini kitu ambacho ameweza kufanya sasa hivi ni kikubwa, ambako imezidi sasa kuvutia baadhi ya watu ama watu wengi wa Kiafrika. Rais wa Burkina Faso ameongeza mshahara kwa watumishi wa umma kwa 50%, yani watumishi wote ambao wanafanya kazi serikalini, wale ambao wanafanya kazi katika wale ambao wanafanya kazi katika taasisi za serikali wameongezewa mshahara wa 50% kila mmoja, na kupunguza sasa, kitu ambacho ameweza kufanya kingine ni amepunguza mshahara kwa wabunge kwa 30%. Kwa hiyo wabunge wamepunguziwa mshahara wao, lakini ukaongezwa kwa watu wale ambao wanafanya kazi katika taasisi za umma. Najua wale ndio 1% kubwa ndio wanafanya shughuli na kuwashughulikia wananchi kila siku. Madaktari shuleni, walimu tunashuhudia ndio ambao kila siku wanakuwa wanashughulika na wanafunzi, wanashughulika na wananchi, wanashughulika na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo Rais Ibrahim Traore bwana ameongeza mshahara kwa 50%, jambo ambalo ukilisikia hili, yani inakuwa inakufurahisha kama ukiwa upo katika nchi husika ama sehemu husika ambako umefaidika na hili. Na inawezekana wewe ni mtumishi wa umma na upo katika nchi nyingine, unatamani kabisa hali kama hii iweze kufika katika nchi yako. Wewe drop tu comment hapo chini, inawezekana bwana, hata yoyote ambaye inawezekana yupo katika mamlaka akashuhudia na akaona comment yako kwamba bwana, wananchi pia huku aba watumishi wa umma pia huku wanahitaji kidogo kiwango kiweze kuongezeka. Unaonaje? Pia basi weka hapo comment yako hapo chini. Lakini mmoja kati ya jambo zuri kabisa ambalo nimekusogezea hapa, Ibrahim Traore ameongeza kiwango cha mishahara tena kwa 50%. 50% ni asilimia nyingi sana, yani ni nusu ya 100. Kwa hiyo kama ulikuwa ni kama vile ulikuwa unalipwa shilingi 400,000, basi inaongezwa shilingi 200,000, ambako kwenye 400,000 unakuja kulipwa 600,000. Kwa hiyo ni fedha nyingi ambayo imeweza kuongezwa katika asilimia hizo 50 ambazo zimeweza kuongezeka. Ni moja kati ya jambo zuri kabisa, ambako hii inawezekana ikaenda kuibua morali, inawezekana ikaibua hali ya kufanya kazi kwa watumishi wa umma, ambako inawezekana wakati mwingine wanafanya kazi kwa namna fulani hivi ambayo iko chini, lakini kwa sababu viwango ambavyo wanalipwa ni viwango ambavyo havikidhi kulingana na kazi kubwa ambayo wanaifanya. Lakini kama hivyo unapata mshahara mzuri, basi lazima weledi kazini uweze kuongezeka, kwa sababu unalipwa vizuri kulingana na kazi yako ambayo unaweza kuifanya. Na jambo hili linaibua morali, lakini pia litapelekea sasa nchi kwenda mbele na mambo mengi kwenda kwa kasi zaidi. Lakini natamani sasa nchi za kwetu kama za huko bwana, nazo pia tuweze kutazama kidogo maana bilioni vingi kweli kweli kwa watumishi wa umma bwana, mshahara ongezeke, asilimia ongezeke, basi mambo pia yaweze kufanyika kwetu. Kama watashuhudia hii video na kusikia hii sauti, basi pia viongozi waweze kufanya namna bwana. Hii ni Chikao Media. Shukrani sana kwako ambaye umekuwa ni mwanafamilia rasmi kabisa kwa kusubscribe, lakini pia kuruhusu notification. Fanya hivyo kama hujafanya hivyo, basi bonyeza hapo chini subscribe, lakini pia ruhusu notification ili uweze kuzipata zote mpya kali ambazo tunakwenda kuwekea hapa kila siku kila saa ndani ya Chikao Media.